3, 2, 1. Ripoti za TV Media zinaruka kutokea hapa katika shule ya msingi Shangani iliyopo ndani ya manispaa Mtwara Mikindani mkoani Mtwara, ambapo leo mapema Agosti 2, 2026 mbunge wa jimbo la Mtwara mjini na waziri ofisi ya Rais maendeleo ya vijana Dr. Joel Arthur Nanauka amefika hapa kwa niaba ya kuzindua jiko katika shule hii pamoja na mifumo ya maji. Mara baada ya kufika hapa tumepata taarifa ya mradi huu ikisomwa na mwalimu wa taaluma katika shule hii. Pia fedha za ukarabati wa jiko shilingi milioni 5 kutoka kwa mheshimiwa mbunge kupitia mfuko wa maendeleo ya jimbo kwa lengo la kuboresha mazingira ya utoaji wa huduma ya chakula shuleni. Fedha zilipokelewa mnamo tarehe 2 mwezi wa 3, 2026. Baada ya kukamilika kwa taratibu za awali, kazi ya ukarabati wa jiko ilianza rasmi tarehe 20 mwezi wa 4 na kukamilika mnamo tarehe 20 mwezi wa 5. Uongozi wa shule, kamati ya shule, walimu na wanafunzi tunatoa shukrani za dhati kwa mheshimiwa mbunge kwa kufanikisha upatikanaji wa fedha za ukarabati wa jiko. Msaada huu umechangia kuboresha mazingira ya uandaaji wa chakula cha wanafunzi kwa shule ya msingi Shangani. Utekelezaji ulikumbwa na changamoto za ukosefu wa wazabuni waliojitosheleza kufanya kazi hiyo, lakini kwa kushirikiana na uongozi wa kata na halmashauri, hali hii ilitatuliwa na tukapata mdhabuni ambaye alikidhi vigezo na kuanza kazi hizo. Pamoja na kukamilika kwa ukarabati wa jiko na mifumo ya maji, shule inaomba kupatiwa mfumo wa matumizi ya gesi ili kuboresha usalama, kupunguza matumizi ya kuni, kuhifadhi mazingira na kuongeza ufanisi katika maandalizi ya chakula cha wanafunzi katika shule ya msingi Shangani. Taarifa hii imesomwa na mwalimu Baraka Boniface Namangaya, mwalimu wa taaluma shule ya msingi Shangani, kwa niaba ya mwalimu mkuu. Mbunge wa jimbo la Mtwara mjini na waziri ofisi ya Rais maendeleo ya vijana amepata nafasi ya kuzungumza na wanafunzi pamoja na wananchi waliojitokeza katika uzinduzi huu. Kuzindua miradi ambayo imeambatana na mfuko wa maendeleo ya jimbo. Fedha hizi zinapoletwa, dhamira yake ni kuchochea maendeleo ya jimbo. Na mimi zilipoletwa niliongea na kamati ambayo mimi ni mwenyekiti wake. Nikawaambia kila tunapopata fedha kwenye jimbo letu maalum kabisa za mfuko wa jimbo, lazima zikafanye kazi inayoonekana. Kazi ambayo baada ya miaka michache tutarudi tena kusema zile fedha tulizozipata ziko hapa. Na kwa sababu fedha hizi zimekuwa zikitoka kwa muda mrefu, tunataka tuelekeze katika maeneo ambayo pia ni kipaumbele chetu sisi kama Wanamtwara. Kwa baada ya kujadiliana, kuna maeneo tuliona tuwekee mkazo. Eneo la kwanza, ziko fedha ambazo nilizipeleka kwenye kata ya Magengeni, ambako kwenye kule tunajenga soko dogo kwa ajili ya wafanyabiashara hasa wajasiriamali. Lakini fedha zingine tulipeleka kata ya Chuno kwa ajili ya uzio wa shule. Tukaende pale tutengeneze uzio wa shule kwa ajili ya kutengeneza mazingira salama kwa ajili ya wanafunzi wanaosoma pale. Lakini fedha zingine tulizipeleka kwa kina mama wanaofanya shughuli za ujasiriamali masoko ya jioni, hasa soko la Nkanaredi, soko la Kokobichi, na pale tulikubaliana tutatengeneza mazingira ili mvua inaponyesha wasiwe wanapata changamoto. Lakini pili, tumewapatia meza za kuweza kutumia kwenye shughuli zao, na tatu, tumewapatia miamvuli ambayo mikubwa ambayo itawakinga na jua, lakini pia itawafanya wafanye biashara katika mazingira ambayo ni salama zaidi. Na huu ulikuwa ni mmoja wa msisitizo wangu mkubwa sana katika kampeni, kwamba nataka tuweke kipaumbele kwa kina mama hasa wajasiriamali wadogo wadogo. Leo hapa tumeona namna ambavyo uboreshaji umefanyika hasa katika miundombinu ya maji na miundombinu ya jiko. Nilipata taarifa, nikaelezwa, na mimi nikakubaliana na zile hoja kwamba tunahitaji kuboresha mazingira yetu ya wanafunzi, lakini pia hata walimu na wapishi ambao wanafanya shughuli hapa. Kwa tumeona tumepata nafasi ya kujenga bomba zuri sana, mabomba ambayo wanafunzi wanaweza wakayatumia pia sasa kwa utuvu badala ya kutumia kule nyuma ambako walikuwa wamezoea kutumia. Lakini kikubwa tumejenga jiko, na jiko hili litahudumia wanafunzi wa kawaida, lakini pia wanafunzi wenye mahitaji maalum ambao wao tumelenga wapatiwe huduma ya chakula katika mazingira safi na mazingira bora zaidi. Tumepitishwa pale, tumeona walikuwa wanapikia nje kwenye jiko, mvua ikinyesha ni changamoto, lakini hata usafi wenyewe ni changamoto pia.
Lakini sasa tumepata jiko zuri ambalo tumelitengeneza, lina mabomba vizuri, lakini limetengenezwa vizuri sana. Niombe wale ambao watakuwa wanatumia kwanza kutunza vizuri jengo hili, kwa sababu ni uwekezaji tumeufanya tukiamini kwamba tunataka kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Lakini pili, nakubaliana na ombi ambalo limetolewa na risala ambayo imetolewa hapa kwamba tuweke mfumo wa gesi sasa, usitumie kuni, kwa sababu tayari tuna jengo zuri. Hatuwezi tukaingiza sasa kuni tena mle ndani tukaanza kutoa moshi kule ndani. Tunataka liwe jengo la kisasa na lazima litumie mfumo wa kisasa. Kwa watu watakaofuata baada ya hapa, tutaweka mkakati sasa tuingize gesi ili iwe inatumika kwa ajili ya upishi ambao watakuwa wanatumia pale. Nikiripoti kutokea hapa katika shule ya msingi Shangani iliyopo Manispaa Mtwara Mikindani mkoani Mtwara, mimi ni Heri Abdalla na hii ni Chivihi Media.